Naomba aje hapa huyo Muhindi. Hiyo nyumba imekuwaje bwana mpaka unasema wewe hiyo nyumba unaidai? Wamenadi watu wa NMB. Kwa nini? Mnada tulinunua. Ulinunua kwenye mnada? Ndio. Aha. Haya nisubiri hapo msho. NMB mko wapi? Imekuwaje mmeenda kunadi nyumba ya watu? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi naitwa Revocatus, ni meneja wa biashara NMB la mkoa. Niko na mwanasheria hapa. Nani sasa anayejibu? Niko na mwanasheria wa benki, naomba ataongea yeye. Haya, twende kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni kweli nyumba hiyo iliuzwa kwenye mnada, na mimi naitwa Musa Mwagama, ni wakili wa benki. Sawa. Ni kweli nyumba hiyo iliuzwa kwenye mnada kama anavyolalamika mama, lakini mama alikwenda Mahakama Kuu kulalamikia jambo hili. Iliuzwa kwenye mnada. Ndiyo. Amekopa nani? Nyumba hii aliyokopea benki alikuwa anaitwa Yunus Adamu Mgoba. Iko wapi? Sasa nyinyi mnakujaje mikono mitupu kwenye mkutano wangu? NMB, yani nyinyi mbaki na nakala, hambaki nayo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Unajua nataka niweke vizuri mheshimiwa. Nitoe kwenye reli. Nyinyi mmesema amekuja kukopa Yunus. Alikopa Yunus. Sasa mimi nataka kuona wewe umeniambia ofa imeandikwa jina la Yunus. Yunus alikwenda baada ya mkopo huu kwa amedefault na benki wakawa wamefanya mnada. Yunus alikuwa hataki kutoka. Wewe unaelewa Kiswahili? Yunus alikuuliza unaelewa Kiswahili? Naelewa vizuri sana. Aliyekuja kukopa nani? Yunus. Alileta collateral gani? Letter of offer. Ina jina gani? Yunus Adamu Mgoba. Lete copy hapa. Mheshimiwa, ninachokizungumza jambo hili lipo mahakamani na baadhi ya nyaraka tunazoongea yazungumze. Jambo hili alifika ofisini kwangu na aliniambia kwamba zile kwanza nyaraka bado zinasoma kwenye jina la mume wa mama. Akasema mwenyewe alichomoa nyaraka za huyo, alitoa copy ya document ya mama. Yeye akiwa boyfriend wake, akachomoa ile document akatoa copy, akaenda nayo benki, akachukua mkopo, alafu akatoroka. Na benki mnampa mtu mkopo kwa hati ya kutoa fotokopi? Hebu ngoja meneja ingia hapo. Wewe Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Toka hapo kwanza. Toka hapo. Wewe meneja kaa hapo. Nataka unieleze, wewe si meneja bwana. Taratibu za kutoa mkopo zikoje? Kwa nini mimi leo nikija na hapa na photocopy ya hati ya nyumba ya Kasesera mnanipa mkopo? Hapana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini nilikuwa naomba nikueleze kwa ruhusa yako kwamba shauri hili liko mahakamani la kesi ya huyo mama. Kwa ni sikilize, nauliza maswali ya msingi, sijauliza proceedings za mahakama. Nauliza mlimpaje huyo Yunus mkopo? Kimsingi mkopo unatolewa na document ambayo ni halisi na lazima kuwa na consent. Kwa nini mmekwenda kutoa na afisa ardhi anasema hiyo document katoa photocopy na haina jina lake na huyo ananidanganya kwamba ina jina lake? Document kwa nini hamjaja nayo hiyo document? Kimsingi kwa taratibu kukifanyika mnada tayari yule mnunuzi anakabidhiwa. Nasemaje? Nisikilize meneja. Mnada hauhalalishi jinai. Mnada hauhalalishi jinai. Kama kuna wizi umefanyika pamoja na kesi inayoendelea, unaweza kuwapiga pingu hapa sasa hivi mkaendelea na mashtaka mengine.